ni masalafi. Fata njia ya wema waliotangulia. Umeshabainikiwa na uongofu. Wa man yushaqiqi rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda. Baada ya kuwa umeshabainikiwa na uongofu, Allah anaonesha tena salafu. Na akafata njia ambayo sio ya waaminifu. Waaminifu gani? Fa in amanu bimithli ma amantum bihi. Ndio hawa maswahaba. Wewe ukafata njia isiyokuwa yao. Wayatabi ghaira sabil maana yake manhaj. Almu'minuna ni wale wema waaminifu walioamini wakati Qur'an inateremka, ambao ni maswahaba. Na maswahaba kwetu sisi ni masalafi. Yani yule ambaye atakayempinga mtume na akafata isiyokuwa manhaju salaf, Allah anasema nuwallihi mata walla, tutampa anayoyataka, wa nuslihi jahannam, na tumuingiza motoni. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهداه إلى يوم الدين والنشور. عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فاتقوا الله عباد الله حق تقواه، واعلموا أن من اتقى الله نجا. عباد الله، المناهج قد كثرت والفرق قد ظهرت والناس قد تنازعت واختلفت والآراء قد تآثرت وتناخرت، فدعونا نسأل السؤال، وهو: لماذا منهج السلف بالذات وهو واجب الاتباع؟ ولماذا فهم السلف الصالح دون أي فهم سواه؟ وجواب الله. أشكره الله سبحانه وتعالى، anastahili kushukuriwa, kuhimidiwa, kutukuzwa. Sala na amani zimwendee mbora wa viumbe mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yeye na watu wake wa nyumbani na masahaba zake watukufu na waislamu kwa jumla. Waja wa Allah, muogopeni Allah ukweli wa kumwogopa kwa kuzifuata amri zake na kuacha makatazo yake. Na eleweni ya kwamba maneno ya kweli ni ya Allah na njia ya kufuata ni ile aliyotufunza mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mambo mabaya ni mambo ya kujianzia. Kila cha kujianzia ni uzushi, na kila uzushi ni upotevu, na kila upotevu ni motoni. Waja wa Allah, leo katika mijtamaa yetu dunia nzima njia za dini zimekuwa nyingi. Hawa wanasema haya na wengine wanasema yale.
makundi yamekuwa mengi, yameshadhihirika. Inatokea nini? Watu kuchanganyikiwa na kutofautiana, mpaka wengine kusema achaneni na vya madhehebu vinatuchanganya. Naam, kwa kuwa yameshatokea, ndio maana watu wanachanganyikiwa na wanajiuliza, Waislamu twende wapi? Hawa na madhehebu yao na hawa na madhehebu yao, hawa wanagombanisha hawa na hawa wanagombanisha hawa. Hapan ndio tunaishi leo, na ni sisi Waislamu, na tunayajua haya, mimi na unayajua na wewe Muislamu, ya kwamba ni matatizo tuko nayo, sio tu kwenye mijtamaa yetu na mijtamaa zingine. Watu wanajiuliza, mbona madhehebu, mpaka inafikia baadhi ya watu kwa kuchoka roho na haya wanasema sisi ya madhehebu hatuvitaki, sisi ni Waislamu tu. Naam, wanafikia kusema haya kwa kuwa hawaelewi twende kulia ama twende kusoto, tufanye nini, tufate nini, tuelekee wapi? Yanawachanganya, wanajiuliza haya maswali, wana haki ya kujiuliza haya. Kwa nini? Madhehebu yameshadhihirika mengi, njia kila mtu anayakwake. Huyu anakuja na haya na huyu mwingine anakuja na haya, huyu anayasema haya, mwingine anamwambia haya unayasema sio kweli, na haya ndiyo tunaishi ndani yake. Swali ya kujiuliza, ni ipi tutafuata? Ni njia gani tutakuwa ndani yake? Ni njia gani lazima tushikamane nayo? Na hii ni majukumu yetu sisi waja wa Allah. Inna minal aqli wal hikma idraku anna a'daa al-islam wal mutarabbisina bihi yaqifuna mawqifan sariman min kulli da'watin tad'u ila al-haqqi. Hakika yule ambaye atatumia akili na hekima, akatulia akili zake, ataelewa ya kwamba hakika akili iliyokuwa sawa na fahamu iliyokuwa sahihi na hekima iliyokuwa ya juu zaidi ni kuelewa ya kwamba maadui wa Kiislamu na wale ambao hawapendi Uislamu kwenda mbele, yakifuna mawqifan sarima, wanasimama kidete kwa kupiga vita kila uwito ambao utawaita watu kwa Allah kwa njia zote. Yoyote yule ambaye atawaambia Allah akasema hivi na Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kafunza hivi na masahaba walitekeleza hivi, adui wa Uislamu atampiga vita. Atapiga vita kullu man yad'u ila al-haqqi wa ila ar-ruju'i ila usuli al-islami, na yoyote yule ambaye atakayewaita watu warudie kwenye asili ya Uislamu, kama tulivyozungumza katika hutuba zilizopita kwenye Qur'ani na Sunna kwa fahamu ya wema waliotangulia. Yoyote atakayewaita watu maadui wa Kiislamu watampiga vita. Kwa nini watampiga vita? Akirudisha umma kwenye asli, bila ya shaka hawa ambao walikuja kuleta makundi na wakaleta madhehebu tofauti na wakaleta fikra tofauti, watakosa njia ya kuelekea katika makundi yao. Waja wa Allah, suali bado iko hapo. Kwa nini njia, na ni ipi njia ya kufuata? Waja wa Allah, pale ambapo makundi hizi zinadhihirika, na tuelewane vizuri na mnifahamu vizuri, makundi haya yakianza kudhihirika, mtakutana kwamba kundi zote hizi zina pointi moja ambazo zinakutanana kwayo, na pointi hiyo ni pointi ya kukataa asili ya dini. Kundi zote utakutana zinasema hapana, msifate wema waliotangulia. Neno hili nalisema mkiswahili, lakini neno hili linatumiwa mkiarabu kwa makundi yote. Kundi zote zikisema zinasema masalafi ni wabaya. Waja wa Allah, nini maana ya salaf? Salaf maana yake nini? Salaf ni neno la Kiarabu, ni neno la Kiarabu ambalo
Kiswahili salafa yani alitangulia, alikuja kabla, ndo maana ya salaf. Tukisema ndani ya dini as-salaf tunakusudia wema waliotangulia, na wema waliotangulia katika dini yetu ni Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na masahaba zake. Sasa kundi zote hizi mkitaka kuzifahamu mtazikuta zinasema salaf ni hivi, salaf ni hivi, salaf ni hivi, hata kama wale ambao wanaofuata salaf watakuwa hawajatamka jina salaf. Kwa nini? Kwa kuwa adui wa Uislamu hapendi Waislamu warudishe Uislamu kwenye asili yake. Waja wa Allah, eleweni ya kwamba pale ambapo makundi zinadhihirika ndo pale ambapo manhaji ya kweli inalazimika, na inalazimika kuitangaza na kuifundisha. Waislamu waijue ili yule atakayepotea apotee anajua, na yule atakayeongoka aongoke anajua. Waja wa Allah, eleweni ya kwamba dunia ambayo tunaishi ndani yake kila mtu ana malengo yake, lakini malengo ya Muislamu inapaswa kurudia kwenye thawabu ya dini yake. Chochote utakachokifanya, tizama hiki ambacho ninakifanya kitanisaidia nini katika Uislamu wangu. Waja wa Mwenyezi Mungu, eleweni ya kwamba tabia ya mtu kurejesha asili katika ibada yake sio tabia ambayo sisi ndo tutaanza. Ni tabia walianza wema waliotangulia wakiwemo manabii na mitume. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani aya ambayo aliyomwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu mitume, aya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu mitume, Allah alimwambia fabihudahum iqtadi, kwa uongofu wao hawa mitume basi ongoka, kwa kuonesha kwamba hata mitume wanapata mila ya wale waliokuwa kabla yao. Allah anasema katika surat Yusuf, Allah subhanahu wa ta'ala anasema ittaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq. Yusuf alayhi salam ni mtoto wa Yaqub, Yaqub ni mtoto wa Ishaq, Ishaq ni mtoto wa Ibrahim. Yusuf alipokuwa anawaambia watu wake kuweni Waislamu na pateni haki, wakaanza unaleta mapya. Haya hayakuwa kama vile watu wanavyosema pale ambapo unapoambia rudieni kwenye Qur'ani na Sunna kwa fahamu ya wema. Bwana mnatuletea madhehebu mapya? Hapana. Na mitume waliambiwa hivyo, mitume walijibu aje? Ibrahimu anasema, Yusuf anasema haya sio mapya. Ittaba'tu millata abai Ibrahima wa Ishaq. Ninayoyafanya mimi nafuata mila ya baba yangu Ibrahima na Ishaq, ambao Ibrahimu na Ishaq kwa Yusufu kwenye neno ya Kiarabu ni masalafi, yani ni wale waliomtangulia. Naam, ndugu zangu Waislamu, huyu ni Yusuf alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia Waislamu wote, qul, sema ewe Muhammad, sadaqa Allah amesema kweli. Fattabi'u millata Ibrahima hanifa wama kana minal mushrikin. Fateni mila ya Ibrahim, fateni mila ya Ibrahim, ambaye huyu Ibrahim kwetu sisi ni salafu, ni aliyetangulia. Allah anatuambia tufate mila ya Ibrahim. Allah anasema ndani ya Qur'an, suratu Al-Mumtahina aya yake ya 4, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladhina ma'ahu.
imekuwa kwenu kiigizo bora. Kiigizo ndani ya Kiswahili, yani mtu ambaye utakayemfuata. Kwetu kuna kiigizo bora kwa Ibrahima na wote waliokuwa naye, na miongoni mwa waliokuwa naye ni Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, ambaye naye ni miongoni mwa wale waliofuata mila ya Ibrahim, ambao Muhammadun sallallahu alayhi wasallam na Ibrahim kwetu sisi ni masalaf. Kwa neno ya Kiarabu ni masalaf, kwa Kiswahili ni waliotangulia, waja wa Allah. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuwaambia Waislamu watakaokuja leo na makafiri waliokuwa zamani, kwa kusema hivi ndani ya surati al-Baqara aya yake ya 137, Allah anasema fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Fa in amanu ni kitendo cha yule ambaye aliyekitenda hayuko, yani mtu watatu, tunafahamu ni troisième personne, hayuko. Fa in amanu, ikiwa watu wataamini, bimithli ma amantum bihi, ile amantum ni Allah anawaambia wale wenye wapo na wale wenye walikuwa wapo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni maswahaba. Allah sasa anasema ikiwa wataamini, wale wenye hawapo ndo wanani? Hawa wenye Allah haiko, anawaambia mimi, wewe, yule aliyetangulia na yule aliyepinga maswahaba. Fa in amanu, ikiwa wataamini, bimithli ma amantum bihi, mfano wa yale mnayoyaamini nyinyi maswahaba, faqad ihtadaw, watakuwa wameongoka. Yani ikiwa tutachukua imani yetu ikawa sawa na imani ya salaf wetu ambao ni maswahaba, faqad ihtadaina, tutakuwa tumeongoka. Na mimi na wewe naamini kwamba tunataka kuongoka. Unataka kuongoka Muislamu, ndio maana unatumia juhudi ya kuswali swala 5 kwa siku. Ndio maana umeacha kazi yako kaja msikitini kuikaa kufanya ibada. Ndio maana ukikuwa unasema ya Allah. Ndio maana ikikukuta matatizo unasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Unazifuata sheria zote hizi kwa kuwa unataka kuongoka. Ukitaka kuongoka, amini kama walivyoamini maswahaba, utaongoka. Na hawa maswahaba kwetu sisi ni salafu. Allah anasema ndani ya Qur'an, wasabiquna alawwaluna minal muhajirina wal ansari walladhina tabauhum biihsanin. Allah akataja kundi tatu, akasema wasabiquna alawwalun, na waliotangulia. Alawwaluna, kwa kuwa ndugu zangu, katika kila mwenye kutangulia kuna kuaga mwenye alitangulia kabla mwingine. Ni kweli yule anayefika saa hizi msikitini ametangulia kwa kuwa khutba haijaisha, lakini mzee niliyemkuta hapa ametangulia kabla ya yule aliyetangulia, na wote waliwahi Jumaa, lakini kuna mwenye alitangulia zaidi ya mwingine. Ndio Allah akasema wasabiquna, waliotangulia. Al-awwaluna, wa mwanzo katika masahaba ni wanani? Al-muhajirin wal ansar. Muhajirin ni wale masahaba waliotoka Maka kuhamia Madina. Wal ansar ni wale masahaba waliowapokea wale waliotoka Maka kuja Madina. Allah akasema walladhina tabauhum biihsan, na wale waliowafuata kwa wema.
Sio kuwafuata kwa kuwa tu wako na nguvu Madina. Hapana, waliowafuata kwa wema, waliowafuata kwenye wema bila shida ni wanani hawa? Walladhina ja'u min ba'dihim. Allah anafasiri wale watakaokuja na nyuma yao, yaquluna rabbana ighfir lana, watasema Allah tusamee. Walladhina sabaquna bil iman, na Allah wasamee wale waliotangulia kwa iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu, Allah usituwekee ndani ya roho yetu kachuki kadogo. Ghillan ni neno la Kiarabu la kuonesha kiburi ya chini na dharau, ya chini kuliko dharau zote, yani ya chini sana. Allah usituwekee kale kadharau ndani ya nyoyo zetu. Ndio ihsani ya kufuata maswahaba. Ni ihsani itakufanya hata siku moja usisemaje kwamba sahaba fulani alikuwaga hivi. Kwa nini? Lazima tuwafuate. Na hawa kwetu sisi ni wanani? Ni salafu. Allah anasema wa man yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, na yule atakayempinga mtume baada ya kuwa atakuwa ameshabainikiwa na uongofu. Ulishabainikiwa uongofu huyu, fata njia ya wema waliotangulia. Umeshabainikiwa na uongofu. Wa man yushaqiqi rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kuwa umeshabainikiwa na uongofu. Allah anaonesha tena salafu, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina, na akafata njia ambayo sio ya waaminifu. Waaminifu gani? Fa in amanu bimithli ma amantum bihi. Ndio hawa maswahaba. Wewe ukafata njia isiyokuwa yao. Wa yattabi' ghayra sabil. Sabil maana yake manhaj. Sabil maana yake manhaj. Almu'minuna ni wale wema waaminifu walioamini wakati Qur'an inateremka, ambao ni maswahaba. Na maswahaba kwetu sisi ni masalafu, yani yule ambaye atakayempinga mtume na akapata isiyokuwa manhaju salaf, Allah anasema nuwallihi ma tawalla, tutampa anayoyataka, wa nuslihi jahannam, na tumuingiza motoni. Waja wa Allah, je, unapenda kwenda motoni? Jibu linasema hapana. Wallahi waja wa Allah, hizi ni aya za Qur'ani, hizi ni aya za kitabu chetu. Wa man yushaqiqi rasul, na yule atakayempinga mtume baada ya kuwa ameshaona uongofu, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina, na akafata njia yenye haiko ya waaminifu, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Allah, ndugu zangu Waislamu, anatuonesha kutuambia hivi, msiwi naoga. Hawa maswahaba hawawezi kubadilika kwa uhai wa mtume na kwa kifo cha mtume, watabaki tu sawa. Msiwi naoga. Tofauti na leo, kuna manhaji na zingine fikra zinakuja kwanza kuonesha kwamba maswahaba waligeuka baada ya mtume kufariki. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Waislamu, fateni manhaji ya wema waliotangulia, ndo tutaongoka. Tutaokoka na fikra potofu nyingi, na tutaokoka na makundi mengi, na hatutojiuliza tuwe wanani. Allah anasema minal mu'minina rijalun, katika waaminifu kuna wanaume sadaqu ma ahadu Allah alayhi, wamekubali na wakasadikisha yale ambao waliomwaahidi Allah. Faminhum man qada nahbahu, kuna wale ambao waliofariki. Wa minhum man yantazir, na kuna wale ambao waliobaki na wakasubiri. Wama badalu tabdila. Ndugu zangu Waislamu, katika maneno ya Kiarabu, sijui kwenye lugha zingine,
ikirudiliwa neno limoja kwenye maana moja kwenye sigha mbili tofauti sehemu moja inaitwa tahdid, manake mkazo. Wama badalu, wala hawakubadilika, tabdila, mabadiliko. Hawakubadilika mabadiliko yoyote ile, walibaki hivyo. Ndio maana Allah anasema katika sura nyingine, Allah anasema fa'alima ma fi qulubihim. Allah anajua yanayokuwa ndani ya nafsi yao. Hao ni waaminifu ambao sisi tunalazimika kuwafuata, waja wa Allah. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema khairun nasi qarni, watu bora ni karne yangu, thumma alladhina yalunahum, kisha wale ambao watakuja nyuma, thumma alladhina yalunahum, kisha wale watakao kuja nyuma. Imam an-Nawawi katika tafsiri, katika sharh ya Sahih Muslim, anasema karne bora ni masahaba, waliokuja nyuma yao ni matabi'a, na waliokuja nyuma yao ni tabi'ina. Ndugu zangu Waislamu, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abi Huraira, anasema baada al-islamu gharib, Uislamu ulianza mgeni, hakuna anayewajua. Kila mwenye akijiita Muislamu anapata shida. Dini gani mnatuletea? Wasayaudu ghariban kama badaa, na itarudi vile vile geni kama ilivyoanza. Itafikia wakati watu mkitangaza dini khalis ambayo Mtume alikuwa nayo na masahaba zake, mtakuta maneno mengi sana, mengi. Kila mtu anasema, kila mtu analeta fikra yake, kila mtu, mpaka watu wanachanganyikiwa ni kundi gani tutafata. Fateni kundi ambayo Mtume alikuwa ndani yake na masahaba. Mtume akasema ni wanani? Fatuba lilghuraba, hongera kwa wale ambao watakonekana ni wageni. Walimuuliza ni wanani hawa wageni? Mtume akasema humul ladhina yuslihuna ma afsada an-nas min sunnati, ni wale ambao watakaokuja kutengeneza zile sunna ambazo watu washaziharibu. Hii sunna sio hivi, ni hivi. Hawa ndio ghuraba. Hii sio sunna, ni bid'a, yacheni. Hawa ndio ghuraba. Haya ni makosa, hayafai katika dini, yacheni. Hawa ndio ghuraba. Na Mtume alisema fatuba lilghuraba, hongera kwa wale watakaokuwa wageni. Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alayhi wasallam bila shaka anaonesha utukufu wa masahaba radhiyallahu anhum kwa kuonesha kama hawa ni wema na muwafateni, katika hadithi zilizokuwa nyingi. Waja wa Allah, hii ni Qur'ani na Sunna, na haya ndiyo mafunzo yetu tunayoyafunzwa. Wallahu a'lam. Alhamdulillah wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Waja wa Allah, kwa kumalizia hutuba yetu kunakuja utata mwingine ambao katika jamii. Mbona leo tulikuwa kimya na nyinyi mnakuja mnajiita masalafi? Waja wa Allah, tumeshaziona aya nyingi zinatulazimisha sisi kuwapata wema waliotangulia, nyingi kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam na kuwafuata masahaba. Na mimi na wewe tunaamini kwamba hakuna imani zaidi ya hiyo. Na yote yule atakayekuja, mimi naamini kwamba Muislamu hawezi kumuelewa, anakuja kuambia haifai kuwafuata masahaba, ni watu kama sisi, hautomuelewa Muislamu. Yani na mimi na wewe tunawafuata masahaba, tunamfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa fahamu na uongofu wa masahaba radhiallahu anhum. Sasa kwa nini haya majina? Ndiyo Waislamu, tatoa mfano uliokuwa wazi. Sote humu, wanaume kwa wanawake, ni Waislamu. Akija mtu pale nje akasema Muislamu, tutaitika sote kwa kuwa sote ni Waislamu. Lakini humu mna wanaume na wanawake.
Tukisema akisimama pale nje akasema Muislamu mwanaume, hakuna mwanamke atatoka kule nyuma, bali wanaume ndio watatoka wote, kwa kuwa hakuweza kuidentify ni nani. Akisema Muislamu mwanaume Athmani, na humu ndani kuna Wathmani wa 6 mpaka wa 7, watasimama Wathmani wote wa 6 wataenda. Lakini kuna Athmani anaitwa Athmani Rashidi, na ni umoja. Akasema Athmani Rashidi, bila shaka huyo umoja ndio ataenda. Leo hizi kundi zote zinajiita Waislamu. Ukienda kwa hawa, sisi ni Waislamu, mbona mnaleta fujo kwa Waislamu? Na ukienda kwa hawa, sisi ni Waislamu, mbona mnaleta fujo kwa Waislamu? Lakini mwa Waislamu kuna kundi mbili maarufu inajulikana. Kuna kundi ya Shia na kuna kundi ya Sunni. Wakisema Masuni, Mashia hawatakwenda sio Masuni, sisi ni Mashia. Lakini mwao Masuni kutakuja makundi mengi sana. Wakasema hapana, hii Masuni wote wanajiunga kwenye Masuni, lakini ni madhehebu tofauti. Lakini wakisema Ahlus Sunna wal Jamaa, kuna wenye watatoka Mu'tazila, watatoka Jahmiya, watatoka. Lakini kuna baadhi ya Sufi na baadhi ya Ash'ari, wao watasema na sisi ni Ahlus Sunna wal Jamaa. Kundi lile linafanya nini? Inapunguka. Lakini wakisema Salaf, ni hao wanusu ndio wataenda. Na hapa yumayizu baina al-haqqi wal-batil. Jina hii inafika inaachanisha zile makundi na kundi iliyokuwa sawa. Ndio maana watu ambao wanaofuata Qur'ani na Sunna kwa fahamu ya wema wanajiita salafiyuna. Salafiyuna ni neno salaf inaongezeka eko ya nisba, ya kujinasibisha. Kama vile Kongo ni nchi, ukiongeza eko ya ukasema Congolese, yani Mkongomani. Na ndio vile vile salafi. Salaf ndio njia ambayo mimi na watu tunapaswa kufuata kama tulivyoona ndani ya Qur'ani. Ukiongeza kwa ya mwisho ni salafiyun, maana yake mimi msiniletee fikra ya huyu na huyu na huyu. Chenye mtaniletea ni ndani ya Qur'ani na ndani ya Sunna kwa fahamu ya wewe. Wacha wa Mwenyezi Mungu. Kuna fahari zingine kinyume na hii. Kuna utukufu wa Muislamu kusema mimi Uislamu wangu sitafuata kwa jina fulani na fulani. Tafuta Uislamu wangu kwa Qur'ani na Sunna kwa fahamu ya wema waliotangulia. Bila shaka ni fahari. Ndio maana Muislamu kusema kama mimi ni Muislamu salafiyun ni fahari, kwa kuwa haijawaziwia wengine kusema mimi ni Muislamu kwenye manhaji fulani, haijawaziwia. Huwa nao wanasema sasa Waislamu jifakharisheni na haki, jifakharisheni na njia iliyokuwa sawa, na tusijifakarishi na jina tu, tujifakharishe pia na mwenendo. Tukifuata manhaji salaf, manhaji ya wema waliotangulia, tuwe kama wao, tuisome dini, tuijue dini, tutekeleze ibada, tuwe wema, tuwe wapole, tuwe na adabu, tusizuliane, tusiwe na maneno makali, maneno yani tuwe kama wao waliokuwa wema. Hivi ndivyo wema walikuwa. Na kila chenye tunafanya tukifanye kama walivyofanya wema waliotangulia, tutaongoka waja wa Allah. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi mu'ayyadan ma'suma. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'u minna wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hudahu ila yawmiddin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.